Amen. Leo ni tarehe 2, ni mwezi mpya wa 8, na kwa wale ambao walikuwepo Jumapili 2 zilizotangulia, tulikuwepo mahali hapa kujifunza kuhusiana na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa nataka angalau tuangalie tulichojifunza, ili kusudi leo tunapokwenda katika ujumbe au somo la leo tuweze kupokea kile ambacho Roho alikuwa anataka tukakipokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika siku ya kwanza, Jumapili ya pili, maana acha ile iliyopita kabla hiyo, tulijifunza kuhusiana na sauti iliyokuwepo nyuma ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema kwamba damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inayo sauti. Na tulijifunza kupitia kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 na mstari wa 24. Naomba nisome tena pale kwa kujikumbusha. Alafu baada ya hapo tutaenda kusogea zaidi kuangalia leo hii damu ya Yesu inatufundisha somo gani. Kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 12 na ule mstari wa 24, nisome pale. Biblia inasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Tarudia tena pale. Anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Tulijifunza kwamba damu ya Yesu inanena, damu ya Yesu inayo sauti. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na kwamba ile sauti iliyokuwepo nyuma ya damu ya Yesu Kristo ipo paka leo hii ardhini. Maana damu ya Yesu paka dakika hii tunapozungumza inanena kutoka ardhini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa Yohana, anasema wako watatu washuhudiao duniani: maji, damu na roho. Maji, damu na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukajifunza katika sehemu ya pili ni jinsi gani damu ya Yesu inatakasa. Kwa damu ya Yesu ina sauti, lakini pia damu ya Yesu inatakasa. Inatakasa kwa namna gani? Tukajifunza kwamba maji yanatakasa, si ndio? Lakini pia moto unatakasa, ambao ndio Roho Mtakatifu. Lakini maji yanaweza sisafishe vizuri, lakini pia moto unaweza usitakase vizuri, lakini damu inakuja inatakasa zaidi ya maji na moto. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tukajifunza katika mfano wa dhahabu. Dhahabu ili isafishwe inaenda kusafishwa katika moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaingizwa katika moto ikiwa na uchafu. Kwa hiyo ikiingizwa kwenye moto inayeyuka. Ikishayeyuka ule uchafu wenyewe unayeyuka, alafu baadaye uchafu unajitenga na ile dhahabu halisi inajitenga, kisha inaganda, inabaki ile dhahabu ambayo ni pure. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo damu pia inatakasa, tujifunza hicho kitu. Lakini sasa siku ya leo tunaenda mbele zaidi, na kwa wale waliokuwepo kuanzia siku ya kwanza mpaka kufikia siku ya leo, tulisema kwamba leo hii tutahitimisha na kwenda kuinywa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu iko kama sauti, damu ya Yesu ipo kama kitakasio, lakini pia damu ya Yesu ipo kama kinywaji. Amen. Kwa vitu hivi ni vitu vya rohoni ambavyo tukivichukua sasa na kujifunza kwa namna ya roho na tukatembea na kanuni hizo, kuna kitu cha ziada tutaenda kukipokea. Sasa naomba tusome kitabu kile cha Yohana sura ile ya 6 na ule mstari wa 53 mpaka 56. Yohana mtakatifu sura ya 6 mstari wa 53 mpaka ule mstari wa 56. Yohana sura ya 6 mstari wa 53 mpaka ule mstari wa 56. Biblia inasema hivi: basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Umeona? Kule tulijifunza kwamba damu ya Yesu inanena mema, si ndio? Lakini hapa tukaanza kujifunza tena kwamba damu ya Yesu inatakasa. Kuna andiko tulilisoma kwenye kitabu cha Wakolosai ya kwamba ile damu
itatakasa dhidi ya matendo mafu. Maanake damu ya Yesu pia inatakasa vitu vya ndani dhidi ya vile vitu ambavyo vimekaa. Dhambi ambazo ziko ndani ya mtu haziwezi kusafishwa kwa maji, haziwezi kusafishwa kwa kitu kingine, zinasafishwa kwa damu ya Yesu. Kwa kama zilikuwepo tabia ambazo ni sugu zilizokuwepo ndani ya mtu, kitu pekee kinachoweza kuondoa hizo tabia, dhambi iliyokaa ndani ya mtu kwa muda mrefu, damu peke yake ndio inaweza kuondoa. Amen. Lakini hii damu ambayo tumejifunza mahali hapa kwamba unaweza ukanywa, unaweza ukaitumia kama kitu cha kutakasa, hiyo pia tunaweza tukainywa. Amen. Na leo hii tutaenda kujifunza faida za kunywa damu ya Yesu na ufunuo wa kuinywa damu ya Yesu, na kitu gani kitatokea endapo mtu atafanya vile vile kama neno la Mungu linavyoagiza. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Kwa hiyo Yohana sura ya 6 mstari wa 53, nitarudia tena pale, anasema hivi. Sikiliza kwa makini ya maandiko. Nitaanzia mstari wa pili. Sura ya 6 mstari wa 53, nitaanzia pale mstari wa 53. Anasema, basi Yesu akawaambia, amin, amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Amen. Msipoula mwili wake na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Sasa tunakulaje au tunakunywaje damu ya Yesu Kristo? Tunakulaje mwili wa Yesu na tunakunywaje damu ya Yesu Kristo? Hatuli katika namna ya damu na nyama, kwamba Kristo aje hapa alafu tumchinje tuinywe damu yake, vinginevyo tungekuwa ni. Lakini tunainywa kwa ufunuo ambao Yesu Kristo katufundisha. Sasa hapa Kristo anawaambia Wayahudi, msipoula mwili wangu na kunywa damu yangu, hamna uzima ndani yenu. Pale pale kukatokea matingano. Wengine wakasema, sasa huyu anawezaje kutupa mwili wake tuule? Wakaanza kujitenga, na Biblia inatuambia baadhi ya wanafunzi wake wakaacha kuandamana naye kuanzia siku hiyo, wakarudi nyuma kwa sababu ya neno hilo. Kwa sababu Yesu aliwaambia, msipoula mwili wangu na kunywa damu yangu, hamna uzima ndani yenu. Wakashangaza, nasema huyu Yesu tunamwamini, maneno yake ni uzima. Tunaamini kweli anahubiri habari za haki. Tunaamini katika ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu, na hata Yohana Mbatizaji alimshuhudia. Tumeacha vyote tumefuata, lakini hili swala la kutuambia kwamba tusipokula mwili wake na kunywa damu yake hatuna uzima, hili ni swala lingine. Biblia inatuambia wanafunzi wake wakaondoka wengi, wakabaki 12 tu. Yesu akageukia na wale wanafunzi akamwambia, na nyinyi pia mnataka kuondoka? Petro akageuka akamwambia, Bwana, tuondoke tuende kwa nani? Kwako kuna maneno ya uzima. Walijua yale maneno Yesu aliyowaambia kula mwili na damu, wakasema tujaelewa, lakini sasa tusubiri, tuvute subira. Atakuja kutufafanulia, kwa sababu kuna desturi ya kwamba Kristo alikuwa anaongea kwa mifano, alafu akiongea kwa mifano atoi ule mfano manake nini. Isipokuwa wanafunzi wanamfuata faragani milimani, wanaenda kumwambia, Bwana, hebu tufafanulie ule mfano ulikuwa na maana gani? Kwa mfano mpanzi. Sasa Kristo kaja kuambia swala la kula mwili na kunywa damu, alafu hajatoa ufafanuzi. Wakawa wamebaki pale pale wanadua. Wengine wakaondoka kutaka hata kumuuliza. Wanafunzi na wenyewe 12 wakiwa hapo, Kristo akamwambia, maneno nayowaambia ni roho tena ni uzima. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Hapo katika ule mstari wa 63, hapo Yohana sura 5 mstari wa 63. Labda nianzie mstari wa 60 ili tuweze kuelewa vizuri. Mstari wa 60 pale mpaka 63. Hapo kwenye Yohana sura 6 anasema, basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wanalinungunikia neno hilo, akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwako kwanza? Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Anasema maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kristo akamwambia hivi kwamba maneno niliyowaambia msiyachukulie kama maneno mkafikiri naambia habari za damu yangu na mwili nyama yangu. Ni maneno haya naambia ni roho tena ni uzima. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Kwa sasa aliposema tu hivyo, wanafunzi wakatulia, na Kristo akafafanua maana ya mwili wake wala damu yake. Kwa hiyo wanafunzi wakajua labda kuna siku kweli Kristo atatoa nyama yake tutakula na mwili wake tutakunywa. Wakakaa hivyo. Na wale wanafunzi wengine pengine wakasimama wakasubiri pengine Kristo ajikosoe na maneno yake ili warudi kuwa wanafunzi wake.
Lakini Kristo hakurekebisha kauli yake, alibaki vile vile. Siku zikapita, tarehe zikapita, mwezi ukapita, mwaka ukapita. Ikafika kipindi ambacho sasa Kristo anaenda msalabani. Ule usiku kabla ya kwenda kusulubiwa, wakawa wako kule ndani katika kile chakula cha jioni. Walipokuwa pale katika kile chakula cha jioni, wakashangaa sasa Kristo anachukua mkate na kikombe, akawaketisha pale, wakaanza kuimba. Biblia inatuambia walikuwa wanaimba, walianza kuimba pale. Akafundisha mambo mengi, alafu baadaye akachukua mkate, akachukua na kikombe, alafu akawaambia, huu ndio mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndiyo damu yangu, damu ya agano, damu imwagikayo kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Akasema, aha, kwa nini Kristo aseme huu ndio? Maana yake kuna mahali aliwaambia, lakini hakuwafafanulia nini maana yake. Sasa hapa ndio wanakuja kuambia sasa, huu ndio ule mwili niliowaambia msipoula hamna uzima, na hichi kikombe mnachokiona ndio damu yangu. Kwa Kristo alijua wana maswali ambayo hayana majibu. Kuna kipindi alisema tule mwili, tunywe damu. Ndio hichi kipindi anachoenda kufa. Kristo alijua hilo swali. Alilijua nalo hilo swali. Wakajua kwamba Kristo ataenda kusulubiwa, sawa. Je, tutaenda kuchukua nyama yake pale msalabani? Tutaenda kukinga labda damu yake akishakufa? Walikuwa wanajua hivyo. Kwa hiyo walikuwa katikati. Kristo akatoa hilo dukuduku katika vichwa vyao. Akamwambia, huu sasa ndio mwili wangu na hii ndio damu yangu. Kwa hiyo unganisha na yale maneno leo ambia kwamba si kula mwili wangu na kuinywa damu yangu hana uzima ndani yake. Unganisha hayo maneno mawili, wakapata kuelewa. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Wakajua okay, kumbe anazungumzia huu mkate, kumbe anazungumzia hichi kikombe. Mioyo yao ikasuhuzika, wakasema kumbe Kristo kwa zungumzia mwili kama mwili, damu kama damu. Maana yake ni kwamba katika ulimwengu wa mwili watakunywa kile kikombe, watashiriki, lakini pia wataula na ule mkate. Katika ulimwengu wa mwili ni mkate, katika ulimwengu wa mwili ni kikombe chenye mzao mzabibu, lakini katika ulimwengu wa roho walikuwa wamemweka Kristo pale, wanakula mwili wake, wanakunywa na damu yake kabisa. Unajua mambo ya roho yamerahisishwa katika namna ya mwili kwa namna ya kipekee sana. Tukizijua hizi siri tutamshukuru Mungu sana. Kwa mfano ubatizo ni ishara ya kufa na kufufuka kwa Yesu pamoja na Yesu Kristo. Kwa ufupi, tulipaswa wote tufe kama Kristo vile vile alivyokufa kwa mateso, alafu tuzikwe siku ya tatu tufufuke. Hiyo ndio maana ya ubatizo. Ndio maana Yesu akamwambia, ninao ubatizo unipasao mimi kubatizwa. Alikuwa anazungumzia ubatizo wa kufa, kuzikwa na kufufuka. Kwa na sisi tulipaswa tufe pamoja na Kristo, tuzikwe pamoja na Kristo, tufufuke katika upya wa roho. Lakini kwa sababu hilo ni zoezi gumu, hakuna mwanadamu angeweza kufikia hiyo hatua. Kwanza kukubali tu mateso pale ni ngumu. Kwenda kufa na Kristo ufe ni ngumu. Kwa hiyo tukarahisishiwa katika namna ambayo tunaenda tu kubatizwa. Kwa hiyo unapobatizwa ni sawa sana umekufa, unapozama kwenye maji umezikwa, unapotoka kwenye maji umefufuka pamoja na Kristo. Kwa kile kitendo, wakati sisi kwenye mwili tunaona ni kitendo cha kuokoka kwenye maji na kutoka na kuloana na kupanda juu, katika ulimwengu wa roho, kama tukipewa miwani za kiroho tukaingizwa katika ulimwengu wa roho, ni umeonekana umechukuliwa ukaenda na msalabani na Kristo, alafu ukazikwa naye, alafu ukafufuka siku ya tatu. Na kwenye Biblia sehemu nyingine anasema tumeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho na tumepaa pamoja na Kristo. Kwa sisi nafasi zetu sasa hivi ziko juu mbinguni. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Kwa lugha za roho zinarahisishwa namna hiyo. Kwa Kristo naye alijua namna ya kurahisisha kuhusiana na mwili wake na damu yake. Hakuna mtu anaweza kala mwili, hakuna mtu anaweza akanywa damu yake kama damu. Sasa akarahisisha kwa kuleta kitu kinachoitwa mkate na kile kikombe mzao mzabibu. Kwa mtu anapokula sasa kile kikombe, anapokunywa kile kikombe, anapokula na ule mkate, katika ulimwengu wa roho amemla Kristo na amemnywa Kristo. Unajua kwa nini wachawi wanapenda kafara za wanyama au za wanadamu? Ukutana na mchawi kabisa au mganga, utaona anataka hivyo vitu vile, nyama na damu. Atakwambia kachinje mbuzi, kachinje ng'ombe, alafu anakunywa ile damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona anakwambia kafanye kitu fulani, ile damu anakunywa, au ile damu anainyunyiza chini. Au utasikia
kuna shuhuda nyingi wanasema wachawi wanakula nyama za watu, wanakunywa na damu. Sisha kusikia? Tulisha kusikia, si ndio? Sasa usifikiri vile vitu havina matokeo yoyote katika roho. Vina matokeo makubwa katika roho, ndio maana wanavifanya vile. Na asili ya vile vitu ni Biblia. Kwenye Biblia ilishafunuliwa ya kwamba damu, kuna kitu katika damu mtu anapokunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo nataka nikuambie tujifunze kidogo, kwa sababu ni vizuri kuingia kujifunza kabla kufanya kitu chenyewe, si ndio? Wengi sasa hivi tunapenda sana kwenda kushiriki. Hata watoto wazima, unaona mtu tokea tu kushiriki anakimbilia. Lakini ni wachache sana tunajua ufunuo au sababu za kwenda kushiriki kabla kushiriki. Kwa hiyo matokeo ya kutokujua, maana yake huwezi kupata faida katika kile kitu, au ukajikuta unafanya katika nje na mapenzi ya Mungu. Na matokeo ya kujua, maana yake kile kitu utakapoenda kukifanya kitakuletea baraka na faida kubwa za kiroho na za kimwili. Kwa leo hii nataka tuende kupata faida za kiroho na tukapate pia na faida za kimwili. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Amen. Kwa sasa nataka tuanze kwa kuangalia historia ya meza ya Bwana. Hapa nimejaribu kukupa tu kwa ujumla wake kujua nini maana ya meza ya Bwana. Amen. Sasa hii historia ya kunywa meza ya Bwana imeanzia wapi? Au kwa nini tunakunywa mwili na damu ya Yesu Kristo katika njia hii ya mwilini? Katika Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Abraham au Ibrahim, baadaye alikuja kuitwa Ibrahim. Huyu Biblia inatuambia alikutana na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Melkizedeki. Wangapi washawahi kumsikia Melkizedeki? Tushawahi kumsikia Melkizedeki? Melkizedeki alikutana na Abraham wakati Abraham ametoka kupigana na wale wafalme wa Sodoma kumwokoa ndugu yake Lutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alipoenda kumwokoa ndugu yake Lutu, wakati anarudi akakutana na huyu mtu anaitwa Melkizedeki. Biblia inatuambia Melkizedeki hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na mwanzo wa siku wala mwisho wa siku. Maana yake alikuwa ni Mungu aliyekuja katika mwili wa binadamu. Kwa akatembea juu ya nchi kama mwanadamu. Melkizedeki akatembea juu ya nchi kama mtu wa kawaida. Amen. Kwa hiyo Abraham alipokutana na Melkizedeki wakati ametoka kumwokoa Lutu, akamjua huyu sio mtu wa kawaida, kwa sababu Abraham alikuwa naye sio mtu hapo. Kila mtu alikuwa anaona ni mtu. Kuna watu wengine alikuwa anatia sana, alikuwa na umakini, na kama ukiangalia roho ilikuwa kwa Abraham na ilikuwa kwa Lutu kwa sababu walikuwa ni ndugu. Sehemu ya kwanza utakumbuka kwamba Abraham alikutana na Elohim, alikuwa na wale malaika wawili. Amen. Ambapo wale malaika walikuwa watu watatu, waliona watu watatu wanakuja. Alipoangalia akasema akaona hizi mbona kasi sura za kawaida. Akakaribisha wale watu wakakataa, lakini akalazimisha aje kwenye hema yake. Akamwambia Sara mke wake akamwandalia akawapa wale chakula. Kumbe katikati wale watu watatu mmoja alikuwa ni Mungu mwenyewe Elohim katika mwili na malaika wawili. Wale malaika wawili wakaondoka wakaenda Sodoma. Yule mmoja ambaye ni Elohim akabaki na Ibrahim, na akamwambia, "Je, nimfiche Abraham mambo ambayo yataenda kutokea na wakati ndio atakaye rithi?" Ndio akamwambia, "Uovu wa Sodoma, kilio cha Sodoma na Gomora kimefika mbinguni. Na mimi nashuka ili niende kuangalia kama hicho kilichonifikia ndicho kilicho halisi." Kwa wale malaika wawili wakaondoka, akabaki Abraham na ule Elohim. Angalia tena na Lutu tena kule ambaye ni ndugu wa Ibrahim. Alipofika kule naye akaona wale malaika wawili, akaona wale sio watu wa kawaida, akalazimisha aje nyumbani vile vile kama Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaingiza ndani. Kwa Abraham alikuwa anajua watu na kuwatofautisha. Anajua huyu ni mtu wa Mungu, huyu sio mtu wa Mungu, na huyu sio mtu wa kawaida. Kwa alipomwona Melkizedeki anakuja, akajua huyu sio mtu wa kawaida. Akafika akajua huyu ni kuhani wa Mungu aliye juu mbinguni, ni Mungu mwenyewe Elohim. Alipofika pale akashangaa yule Melkizedeki amekuja na divai na mkate. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akampa Abraham, akamwambia, "Barikiwe wewe Abraham." Akampa Abraham mkate na divai. Abraham akashangaa, pengine ni zawadi ya namna gani Elohim ananipa? Akashangaa ni zawadi ya namna gani? Mkate na divai. Pale pale Abraham naye akampa sehemu ya 10 ya vitu vyake vyote.
Melkizedeki akachukua sehemu ya 10. Kama alikuwa na ng'ombe 1000 akachukua ng'ombe 100. Kama alikuwa na milioni 10 akachukua milioni 1, akampa vote sehemu ya 10. Kuanzia wakati ndio ikawa desturi ya watu kulipa sehemu ya 10 au zaka. Mpaka leo hii tunavyozungumza, watu bado wanaendelea kulipa zaka, wanampa yeye Melkizedeki. Sasa ikapita vile, Kristo alipokuja kuzaliwa, alipokuja kutokea duniani, Yesu Kristo alikuwa ni yule yule Melkizedeki, lakini katika mfumo mwingine wa kuzaliwa kama mwanadamu, kama mtoto. Amen. Na alipozaliwa akakuwa, akawa anatembea katika kanuni zile zile. Hapa yuko sasa na Abraham, uzao wa Ibrahim, wanafunzi wake 12. Anawapa kile kitu ambacho alimpa Abraham miaka nyuma huko. Anakuja kupa wanafunzi wake mkate na kile kikombe. Bwana Yesu nasifiwe sana. Vile vile sasa nataka nikuhakikishie kimaandiko kwamba Melkizedeki ndio huyo Yesu Kristo. Tufungue kile kitabu cha Ibrania sura 7 na mstari wa 1 hadi ule wa 2. Ibrania sura 7 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, alikutana na Ibrahim alipokuwa kirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Hiyo ni Waebrania sura 7 mstari wa 1. Nataka niweke msingi tujue tunaenda wapi. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina la kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa, hebu sema amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo hadumu kuhani milele. Soma tena, rudi tena hapo nyuma kwenye kitabu cha hiyo Ibrania sura 6 mstari wa 20. Anasema hivi, tuanze mstari wa 19. Ibrania sura 6 mstari wa 19 hadi 20. Anasema, tulionayo kama nanga ya roho yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Umeona? Kwa Yesu Kristo alikuwa ni Melkizedeki mwenyewe. Amen. Na maandiko mengi ningekupa ameelezea hicho kitu. Ndio maana kuna mahali wale Mafarisayo wakamfuata Yesu, wakamwambia, Yesu akamwambia, kabla Ibrahimu hajawapo mimi nipo. Wakashangaa mtu vipi? Kwanza Yesu akasema, Ibrahimu alifurahia alipoiona siku yangu. Ibrahimu alishangilia alipoiona siku yangu. Ni siku gani Ibrahimu alishangilia? Ni siku alipokutana na Melkizedeki. Ndio siku ambayo Ibrahimu alishangilia. Akajua huyu atakuja tena wakati fulani mbeleni huko. Akajua Melkizedeki sasa hivi nimekutana naye katika mwili, ni Elohim. Atakuja mbeleni kuja kusimama kuokoa na damu kwa namna nyingine. Kwa Ibrahimu alifurahia alipoiona siku ya Bwana. Wakamuuliza Mafarisayo, wewe hujapata hata miaka 50 Ibrahimu, si umeona siku ya Ibrahimu? Akaambia, kabla Ibrahimu hajawepo mimi nipo. Kristo huyo Melkizedeki. Amen. Sasa hapa amekaa katika ile chakula cha mwisho, anawapa wanafunzi wake mkate na kile kikombe. Unajua, kwa mtu ambaye anatafakari na ni msomaji wa maandiko, naamini katikati ya wanafunzi kama nilikuwa ni wasomaji wa maandiko watajua hichi kitu mbona Melkizedeki alikifanya, huyu anakuja kufanya kama nani? Kuna kitu hapo. Amen. Sasa na sisi leo hii ni agizo ambalo ni endelevu. Ule mkate tunapokula, kile kinywaji tunapokunywa, manake tunaula mwili wa Kristo, lakini tunakunywa pia damu ya Yesu Kristo. Sasa sitaingia kwenye faida nyingi za kula mwili. Nataka tuangalie tu faida moja ya damu ya Yesu Kristo. Hata tumia muda mrefu kwa sababu bado tuna zoezi lenyewe. Sasa ipi faida pia ya kunywa damu ya Yesu Kristo? Maana tunaposhiriki namna hii, faida yake ni ipi? Naomba tusogee kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 53. Kabla ya kusoma pale, naomba tusome kwanza Walawi 17 mstari wa 14, alafu tutaunganisha na Yohana sura ya 6. Walawi sura ya 17 mstari wa 13 hadi 14 inasema hivi: mtu yoyote aliye na wana aliowawana wa Israeli au wa hao wageni wakao kati yenu, ambaye amemshika mnyama au ndege ambaye huliwa, katika kuinda kwake atamwaga damu yake na kuifunika mchanga. Sikiliza sasa mstari wa 14. Anasema hivi:
Kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja na uhai wake. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, msile damu ya mnyama wa aina yoyote, kwa kuwa uhai wa wanyama wote ni katika hiyo damu. Atakaye ila awaye yote atakatiliwa mbali. Tuishie tu hapo. Biblia inatufundisha kwamba uhai wa mnyama upo katika damu. Kwa mtu anapokunywa damu, maana yake anakunywa uhai wa ule mnyama. Ndio maana watu wanaokunywa damu wanakuwaga ni wakatili. Wanyama wanaokula damu na nyama wanakuwaga ni wakatili. Huwezi kukuta swala ni mkatili kwa sababu hali nyama wala hani damu. Lakini simba, angalia, chui, kwa sababu wanakula unyama, wanakula uhai wa kile kiumbe. Wanakiua, wakikiua ule uhai, kila kitu kinaingia ndani ya ule mnyama ambaye anakula nyama na damu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo Mungu aliwakataza wana Israeli kwa sababu alikuwa anajua wakinywa damu, unyama utaingia ndani yao. Tabia za ule mnyama zitaingia ndani ya yule mtu. Ukianza kunywa damu ya ndege, tabia za ndege, uhai wa ule ndege utaingia ndani yako. Kwa hiyo alikataza watu kunywa damu kwa sababu hiyo. Lakini alikuwa ameweka damu nyingine ambayo tutakunywa, ambayo haitatuletea madhara hivyo viumbe. Bwana Yesu nasifiwe sana. Na hiyo ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapokunywa damu ya Yesu Kristo, manake uhai wa Yesu Kristo unaingia ndani yetu sisi. Nani hapa ambaye hataki uhai wa Yesu uingie ndani yake? Wote tunataka, si ndio? Sasa ili uhai wa Yesu uingie ndani yetu, tuwe hai katika imani, tuwe hai katika maisha kama Kristo alivyokuwa hai, ni lazima tuinywe damu yake. Ndio hapa sasa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 53 Biblia inasema hivi. Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 53 Biblia inasema hivi: basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Hamna uzima ndani yenu. Uzima unaozungumziwa hapo maana yake ni uhai ndani yenu. Sasa ili tupate uhai wa Yesu Kristo ndani yetu, ni sharti tuinywe damu ya Yesu Kristo. Faida yetu moja inatosha kwa nini tunapaswa tushiriki damu ya Yesu Kristo. Ndio maana leo hii tumesema tutahitimisha na kushiriki meza ya Bwana, ili uhai wa Yesu uingie ndani yetu. Kwa hiyo tunapoenda kushiriki, katika akili yako tafakari, unainywa damu, unakunywa uhai wa Yesu ndani yako. Kama Yesu alivyo hai, na wewe utakuwa hai. Kama Yesu anavyoshinda, na wewe utashinda. Kama Yesu alivyokuwa na nguvu, na wewe utakuwa na nguvu. Kama Yesu alivyokuwa na upako, na wewe utakuwa na upako. Kama Yesu alivyokuwa na neema, na wewe utakuwa na neema. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ukielewa. Lakini ukienda kunywa kwa sababu tu ya desturi na mazoea, hakuna chochote kitakachotokea juu yako. Sasa nani anayepaswa kushiriki meza ya Bwana? Nani anayepaswa kushiriki meza ya Bwana? Je, ni kila mtu tu, au ni mtu wa namna gani, au mwenye sifa gani? Amen. Anayepaswa kushiriki meza ya Bwana, cha kwanza ni lazima awe mtu ambaye anamjua Yesu Kristo, maana yake amempokea Yesu. Hawezi kunywa damu ya Yesu alafu hauna ushirika na Yesu, vinginevyo utajipatia hatia kwa ile damu uliyokunywa. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kumchukua mtu yote na kumwambia njoo tukushirikishe meza ya Bwana. Anaumwa, ana matatizo, hebu tumshirikishe meza ya Bwana, hamjui Yesu, hajamkiri Yesu. Ni makosa makubwa. Vile vile anayepaswa kushiriki meza ya Bwana ni mtu ambaye ameshajipambanua. Watoto hawajajipambanua, hawawezi kujipambanua. Mtoto hawezi kujipambanua, maana hawezi kujua ili ni jema, ili ni baya. Maana yupo katika hali ambayo yeye mwenyewe hata hajitambui kama ni mwenye dhambi, kwa sababu hata dhambi hajui ni nini. Hivyo hawezi kwenda kushiriki meza ya Bwana. Ndio maana pale katika ile meza ya Bwana mwishoni, katika kabla Kristo kwenda kusulubiwa, hakukuwa na watoto pale, walikuwa ni wanafunzi tu. Lakini Kristo alikuwa na jopo kubwa la watu na watoto. Aliambia wacheni watoto wadogo waje kwangu, lakini watuaoni katika ule ushirika wa meza ya Bwana siku ile wakati anasulubiwa. Alikuwa na wanafunzi 12 tu walioandaliwa, ambao tayari wameshajipambanua, na si watu wote. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo hicho ni kigezo cha kwanza, ni lazima awe mtu mzima
aliyejipambanua. Wakorintho wa kwanza 11:27 mpaka 31. Wakorintho wa kwanza 11:27 hadi 31. Biblia inasema hivi: basi kila ulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Tuishie tu hapo. Kwa tunapokunywa, maana yake tunakula na kunywa katika upambanuzi sahihi, na hivyo tunaenda kupata faida. Sasa nini cha kufanya baada ya kushiriki? Nini cha kufanya baada ya kushiriki? Baada ya kula mwili na damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa kushiriki tunaingiza uhai wa Yesu Kristo ndani yetu. Ni lazima baada ya hapo tuishi katika ule uhai wa Yesu Kristo. Ukishiriki meza ya Bwana alafu ukatoka ukaendelea na mambo yako, ukaendelea na ulevi, ukaendelea na uzinzi, ukaendelea na wizi, ukaendelea na mambo yote mabaya, manake utapata hatia ya damu ya Yesu Kristo kwa kutokupambanua ule mwili. Yaani unamuingiza Yesu ndani yako, alafu unaenda kumkufuru na kumtukana akiwa huko ndani yako. Unajua fadhali mtu akae mbali na wewe, lakini mtu karibu na wewe alafu unamtukana akiwa karibu na wewe. Manake hapo unapandisha hasira yake kabisa. Na hapa Kristo akishaingia ndani, akikaa ndani yako, umekunywa damu, manake umesogeza uhai na uzima wa Kristo ndani yako, hupaswi tena kuendelea katika mambo mabaya. Ni afadhali kabla kuomba na kusema Bwana, ninapoenda kushiriki, najua mimi sio mkamilifu, nisaidie baada ya hapa niendelee katika upya na uzima wa roho. Niendelee katika utulivu wa Roho Mtakatifu, na itakuwa hivyo. Lakini usipokuwa na hiyo desturi au hiyo hali ndani yako, manake utazima ile nuru ndani yako. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hilo ni jambo la msingi sana la kuzingatia. Lakini pia kuhakikisha kutokurudi nyuma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usirudi nyuma baada ya kushiriki meza ya Bwana. Kwa nini? Waebrania 10:26. Waebrania 10:26. Sikiza neno la Mungu linavyosema. Waebrania 10:26 hadi 29. Anasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili watatu. Muonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano iliyotakasa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mstari wa 26 nasema, maana tukifanya dhambi kwa kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli. Maana baada hapa alafu tukaenda kufanya dhambi za makusudi, maana tumekanyaga damu ya agano. Tumeshashiriki alafu tunaenda kufanya dhambi za makusudi, tumekanyaga ile damu ya agano. Kuna kitu kingine kitatokea hapo ambacho sio kizuri. Amen. Lakini Kristo anajua kwamba kwa nguvu zetu tutaweza kushinda dhambi. Kwa hiyo tunaenda kuomba msaada wa Yesu Kristo. Kwa sasa tunataka uone nini faida za kunywa damu ya Yesu Kristo siku ya leo. Ni kwamba uzima, uhai wa Yesu unaingia ndani yako. Unakuwa hai kama Yesu Kristo. Ndio maana leo hii ndio somo la mwisho tunaenda kutimisha nalo kuhusiana na hii damu ya Yesu Kristo. Kwa baada ya kunywa damu ya Yesu, tutaanza kuona mambo mapya yanaongezeka ndani yetu. Karibu wetu na Mungu unaongezeka, furaha yetu na Mungu inaongezeka, amani yetu na Mungu inaongezeka. Wangapi wanataka hizo faida katika maisha yao? Amen. Kwa hiyo kushiriki pia meza ya Bwana jambo lingine, sio jambo la lazima kwamba ni lazima kila mtu ashiriki. Hapana. Sio lazima. Na mtu asiposhiriki kwa sababu zake binafsi, inawezekana ni sababu za kimaandiko au sababu nyingine zozote zisizokuwa hizi nilizozitaja hapa. Sio kama mtu ashiriki hapo akasema yule ana dhambi, yule amejipambanua. Anaweza kana na sababu za kwake nyingine. Ni sawa, sio kosa, kwa sababu hata watoto washiriki, maana yake wana dhambi? Hapana. Kwa hiyo kushiriki meza ya Bwana sio sharti kwamba lazima kila mtu aje ashiriki. Hapana. Ni wewe mwenyewe utakaposikia ndani yako unahitaji msaada wa kimungu. Wala usiogope pia kwa sababu eti una wasiwasi, nikinywa kesho nikianguka itakuwaje? Usiwe na wasiwasi. Cha msingi eka ndani yako nia ya kwamba sitaenda katika ubaya. Mungu atakusaidia. Hilo tu. Kwa hiyo kushiriki kuna faida kubwa sana kwa mtu ambaye kakidhi vigezo vya kushiriki kuliko kuto kushiriki.
Kwa hiyo kama tayari umeshamwamini Yesu, umeshabatizwa, unajipambanua vizuri, unajielewa na unataka uzima wa Yesu ingie ndani yako, kunywa damu ya Yesu Kristo kwa namna hii ambayo Biblia inatufundisha. Na kuhakikisha leo hii nina shuhuda nyingi sana za kuhusiana na damu ya Yesu Kristo na mkate. Achana kwenye kibiblia, kimaisha kabisa wa watu na mimi binafsi. Wengi ambao walishiriki meza ya Bwana mara kwa mara au kwa kipindi kimoja cha maisha yake viwili katika ufunuo sahihi, wanafunguliwa kutoka katika vifungo vingi. Vifungo vingi sana vinafunguka. Cheni ambazo zilikuwa hazijakatika kwa maombi. Cheni ambazo zilikuwa hazijakatika kwa kuombewa. Kamba ambazo zilikuwa zimekushikilia, ambazo hakuna mtu angeweza kusaidia, kupitia tu ushirika, hizo kamba zinakatika. Hayo magonjwa yanakatika. Hizo shida zinakatika. Upya unaongezeka katika maisha yako na furaha Mtakatifu inajaa ndani yako. Kufanya tu hivyo na kuhakikishia leo hii utakuwa na shuhuda. Umehangaika, umezunguka jikuli jangwani, umezunguka, kuna mambo mengi uone vizuri, uelewi. Jambo ni moja tu, Kristo alijua. Angalia, kwa nini Yesu aliliweka ile jambo mwishoni kabisa mwa huduma yake la wao kwenda kushiriki. Angeza kuambia pale jioni mtu tulishirikini, lakini aliliweka mwishoni kwa sababu alijua kuna kipindi kigumu kinakuja hapo mbele na wanafunzi wasingeweza kukivumilia bila kushiriki. Kwa hiyo akawapa ule mkate ni chakula cha hazina. Ndio maana wale 11 wote walioshiriki hakuna hata mmoja aliyerudi nyuma, alikuja kuwa mashahidi wa Yesu Kristo. Ndio waliokuwepo pia Pentecoste kule. Hao kwa sababu gani? Walipewa kitu ndani yao na huduma na kila kitu. Na leo Roho Mtakatifu ameniongoza tushiriki meza ya Bwana katika juma la kwanza la mwezi huu wa 8. Kuna watu hapa sasa hivi wataenda kubadilika viwango katika maisha yao kwa namna sio ya kawaida. Kuna watu hapa leo hii tunapoenda kumaliza mwezi au mwaka watakuwa na shuhuda ambazo watashangaa sana Mungu yaani imekuaje kwaje mambo yametokea na katika kipindi chote kwa kutokea. Ndio maana nimeona tutangulize Jumapili 2 kuongozwa na Roho Mtakatifu, tujifunze kwanza kuhusiana na damu ya Yesu. Ili leo hii tunapohitimisha na neno hili, tunapoenda kushiriki, hichi kitu kikae na faida kubwa. Ni mikate sio chachu na ni mzao wa mzabibu. Hivyo ndivyo Bwana alivyotuagiza. Amen. Basi tutaenda kushiriki sasa, tutaenda toa hiyo. Jambo la kwanza tutaenda kuruhusu muda mfupi sana kujiandaa kimaombi. Kutufanya tujiandae vizuri kimaombi. Bwana asifiwe sana. Baada ya hizi, hebu jipambanue ndani yako. Mwambie Bwana, nakuomba unisamehe. Nimekukosea kweli, pengine niliwahi kushiriki, nilikuwa sijipambanua huko nyuma na sikuonaga faida za kushiriki au niliziona chache, leo hii naomba unisaidie. Na baada ya kujipambanua kwa hizo dakika 2-3, utaanza kufikiri kwamba kumwambia Bwana, ninapoanza safari mpya mwezi wa 8, yale ambayo yalikuwa yameshindikana, uhai unapoingia ndani yangu uingie na mimi. Uhai wako uingie ndani yangu. Yesu leo anaingia ndani yako kwa sababu ni ndani yake. Kama ni ugonjwa, nimwambie Bwana, naomba ugonjwa leo hii uhai wako kaondoe moja kwa moja. Kama ni hali fulani ya kiroho leo hii kaondoke. Majibu ya maombi leo hii yaanze kuonekana mahali hapo. Pale tulipotusimama kwa miguu yetu.